Simba wanajiandaa kuandikia TFF kuuliza kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara kutumiwa kama mchezaji mzawa na sio wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa, Simba wanaona taratibu za nchi zimekiukwa wakati mchezaji Mohamed Damaro Kamara amepewa pasipoti ya Tanzania. Na hata hivyo, kwa mujibu wa kanuni za FIFA, mchezaji kumiliki pasipoti peke yake hakumfanyi awe amekidhi vigezo kucheza mpira kwenye timu ya taifa au klabu kwenye shirikisho la mpira Member Association anakotaka kuhamia. Mchezaji anapaswa kupeleka maombi FIFA ya kubadilisha shirikisho la mpira Member Associations, then anatakiwa kusubiri apokee uthibitisho wa kimaandishi, alafu ndo anaweza kuruhusiwa kucheza. Lakini taarifa zinadai Simba wana wasiwasi wa haya kufanyika, hivyo wanawaandikia TFF wakiomba: la kwanza, usajili wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara usimamishwe mara moja, wakiitaka hivyo TFF. Ya pili, matokeo yote ya mechi ambazo Mohamed Damaro Kamara amecheza yafutwe. Ya tatu, watu wote ambao wamehusika kwenye hili sakata wachukuliwe hatua stahiki mara moja. Lakini la nne, halafu kopi ya hii barua wanaipeleka FIFA kuomba uchunguzi wa haraka, wakidai uadilifu wa mpira wa miguu Tanzania upo kwenye mashaka makubwa. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya mchezaji Josephat Arthur Bada ambaye naye alipewa pasipoti ya Tanzania sawa na Mohamed Kamara ametumia pasipoti yake ya Ivory Coast wakati anakuja Tanzania wakati mechi ya Kabili dhidi ya Young African. Sasa hicho ndo kitu ambacho kinaendelea, na hii yote ni kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Damaro Kamara alicheza Singida Black Stars, ndiko ambako alipata uhalali wa kuwa raia wa Tanzania, huku Simba hawakumuona kama huyu vitu vyote vya hajakidhi. Simba wanajaribu kutengeneza hoja ambayo inaweza kutengeneza au kuuliza uhalali wa Mohamed Damaro kutumika kama mchezaji mzawa. Unajua kanuni zinaeleza usajili wa wachezaji 12, si ndio? Kanuni za ligi kuu. Lakini baada ya wachezaji 12 unawatumiaje kwenye kikosi chako? Ndio jaribu Simba Sports anajaribu kuhoji hicho kitu. Lakini for me nafikiri Simba Sports wanatafuta kutikisa kiberiti tu. Swala limeisha. Kujua kama kina njiti au akina njiti. Kwa sababu of course kwenye masuala ya kanuni Simba Sports wako vizuri. Wako vizuri sana kusimamia kanuni zao, wako more superb kwenye kanuni. Lakini kwenye hili jambo nafikiri wanajaribu kutikisa kiberiti. Wataanzia wapi? Lakini Damaro kacheza Singida Black Stars, na kwa kumbukumbu zangu Damaro amekuja disha dogo, si ndio? Na hayupo msimu huu tu. Alikuwepo na ameendelea kuwepo Singida Black Stars. Maana Simba Sports wakati anacheza Damaro anacheza Singida Black Stars, Simba hajawahi kuona hilo jambo kwamba kuna changamoto. Kwa hiyo ni vitu vingine ambavyo wanajaribu kufikiria. Of course hata baada wakati anakuja hapa na kikosi chake cha JC Kabili, alikuja na passport ya kwao Ivory Coast, sio passport ya Tanzania. Kwa hiyo walimwombea uraia. Huyu hapa Thabada ndo aliombewa uraia. Ndio. Sijajua sana kwenye taratibu za uraia, lakini zinasema mpaka sio miaka 5 ukae ndo utakuwa raia wa Tanzania. Sasa sijajua kwenye sport hii na mata vipi. Kwa mantikio Damaro tunaweza tukamtumia kwenye national team. Sijajua sasa kama nakizi vigezo. Na mimi ndio maana siku moja niliwahi kuhoji. Kama na vigezo tunaweza tukamtumia. Ndio maana mimi niliwahi kuhoji kwamba kama Damaro ni raia wa Tanzania, Athabada ni raia wa Tanzania, basi kwenye AFCON waitwe. Sababu tuna AFCON unaona kabisa wanapata nafasi. Of course kwa kiwango cha Damaro unapata nafasi. Inaweza ikawa ni asipate nafasi 100%, lakini akiwepo kwenye kosi mwalimu anakuwa na more option kwenye kosi chake. Ukiwa na Thabada ni more option pia kwenye kosi chako. Sasa kama tayari raia wa Tanzania, why not wasitumike? Sasa ndio hapo sasa kwenye taratibu za uraia unazungumzaje? Sababu ni jambo jingine la kiserikali. Kwa ili tujue kwamba raia wa Tanzania anapaswa kuaje, napaswa tuende kwenye swala ya masuala ya uhamiaji tukae tuangalie. Lakini mimi nachofahamu ni miaka 5 si kwenda mbele. Sasa baada ya huo ni mwaka wangapi? Nadhani tumtafute afisa uhamiaji. Tukitoka hapa Jumatatu tuje na majibu atuambie tupate uhalali wa ile jambo. Lakini tukikaa tukajadili
tutakuwa tunakosa majibu ya moja kwa moja. Taratibu zipoje? Taratibu zikoaje ili mtu awe raia wa Tanzania? Sawa, hiyo kazi niachie. Kumiliki passport hakufanya kuwa raia pekee. Yaani kuwa na passport ya Tanzania. Lakini mpaka mamlaka inapitisha anacheza ligi kuu kama si mgeni, anasajiliwa na Yanga dirisha dogo, anapitishwa na kupata license kama si mgeni Tuambeni Msukuma. Damaro ni Masanja. Lakini nakumbuka wakati yuko Singida. Hivi Singida ndio aliambiwa, alisema yeye ni ndio walimpa uraia walimwambia ni Msukuma au sijajua labda walivyotengeneza tu zile. Sababu Afrika nao wakasema kwamba ni anatokea Mwanza. Lakini amekaa Kisukuma tough. Tough nini? Dabi hiyo. Dabi na la yake. Dabi hizi kaenda kinyonge. Lazima dabi yani eti mechi ya Simba na ndio maana dabi lazima inaikaeka zake. Ndio maana dabi imetafutiwa pia means ya kutengeneza uchumi. Kabisa. Hiyo ndio la ya dabi ya Kariakoo. Yaani unaona hapa kuna watu fikira zao zipo kwenye mchezo tarehe moja. Wanasema kama kuna mchezo wa Simba na Dodoma Jiji, Simba na Prison. Wanasema kama kuna Yanga na JKT, Yanga na Namungo. Jana nilikuwa namsikia Maki Yanga kati mnafanya naye interview. Haitazami mechi ya Namungo. Yaani focus yake anawaza mechi ya dabi. Ukiwatazama akina Jibii, akina Kisugu, hiyo ndio homa ya dabi sasa. Yaani pamoja na Simba kwamba amefungwa mara nyingi. Mindset imehama. Yaani pamoja na Simba kufungwa mara nyingi lakini bado unaona test ya dabi ipo. Ipo tu hapa. Kwa hiyo tunalimalizaje la Damaro? Mimi nafikiri swala la Damaro Simba Sports natikisa kiberiti. Wanafahamu taratibu, wanafahamu nini wanachokifanya, manake hawajakurupuka. Kama ni kweli wameandika hiyo barua. Kwa sababu nimeambiwa taarifa ya Simba Sports wajiandika barua moja. Wamehoji vitu vingi kuhusiana na mchezo kupelekwa Zanzibar, wamehoji kuhusiana na Damaro, wamehoji pia kuhusiana na mchambuzi mwenzetu, mwanahabari mwenzetu Hans Rafael kumtaja Elim Panzu kama shabiki wa Yanga, yani atoe vigezo hivyo. Kwa hiyo ni ripoti ambazo zimetoka tofauti za Simba Sport. Ndio maana nasema kama ni kweli Simba mbona kama hajirudia Simba. Unakumbuka kuna kipindi Ahmed Ali naye alikuwa zungumzia kuna mchezaji wa Chama. Alikuwa anazungumzia kwamba wanasema Yanga lakini sasa hivi unaona Rafael kimemgeukia. Ndio maana nakwambia ni wanachokizungumza wanakifahamu. Lakini mtu anayepozungumza kitu pia naye tukao amefanya utafiti, sababu tunafahamu Hans ni mwandishi wa habari. Kwa huenda akafanya tafiti zake kapata na majibu. Sasa je, ndio hiyo taarifa zinaelezwa hivyo. Itakuwaje? Kwa sisi tusubirie. Tukipata majibu tutayapata. Sawa, hiyo ni taarifa ya kuelekea dabi ya Kariakoo na kikosi cha Simba. Uongozi wa Simba ukiweza kuhoji maswali mengi kweli kweli kuhusiana na uhalali wa Mohamed Damaro Kamara kutumika kama mzawa, kutumika kama Mtanzania. Hawana shaka kucheza katika ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC, wana shaka na uraia wake wa Tanzania. Na hapo kwa kuongezea. Kwani Damaro kwenye kikosi cha Afrika anaweza kuwa kikosi kwa Simba? Ukijiuliza hilo swali. Hapana. Hapana. Hawezi kuwa kikwazo kwa Simba. Hapana, kwa sababu Yanga anaweza kucheza bila Damaro. Bila Damaro pia anaweza kucheza na kucheza vizuri. Kiwepo na hadi kitu sana kikubwa. Of course, kwa Damaro dhidi ya Simba ana kitu kikubwa ambacho pia anaweza akawaathiri Simba kama anacheza. Na kitu pekee ambacho mimi nakitazama kwa Damaro, anapaswa kwenye mindset yake akae vizuri sana. Kama akipata nafasi ya kucheza kwenye dabi, sababu hii ni pressure anatengenezewa yeye. Ape umeme na zile vurugu zake. Ni mtu ambaye anapenda sana battle. Nakumbuka mechi moja ya Singida Black Stars na Young Africa walikutana. Na Aucho. Walikutana. Walikutana yeye na Idris Diomande. Si ndio? Walipokutana pale ilikuwa ni battle, waliumana kweli kweli ile mechi. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa upande wa Simba Sports anaweza asikutane na maana katikati pale anakuwa nazulwa na Kagoma pale. Sasa ndio nakwambia nianze kukutana. Panakuwa pana shida hapo. Kwa hiyo nakwambia ni pressure ambayo anatengenezewa Damaro ili kumuondoa kwenye mchezo. Ni sasa na hii pressure ambayo inatengenezewa Elim Panzu kuonekana kwamba ni shabiki au ni mtu ana mapenzi na Yanga Afrika.
Hii ni kutengeneza pressure kwa mchezaji. Lakini namuona Mpanzu namuona mimi. Mpanzu anakwenda kuamkia kwenye dabi na anafunga. Hata kama akifungwa Simba, Mpanzu anapata bao. Na of course Mpanzu amekuwa na majaribio kadhaa kwenye dabi. Hata mechi iliyopita kuna mashuti kadhaa aliyapiga. Kama angeweza kuwa on target, ilikuwa ni mwiba mchungu sana kwa Young Africa. Kwa hiyo ndio kazi yake ya kucheza mpira. Na nimeona jana wakati umetoa Dodoma, mmoja kati ya wachezaji ambao walifuatwa na mashabiki wengi ni Elie Mpanzu pamoja na Libasi.